Haleluya. Hili ni jambo la maana. Kwa nini nafundisha hili somo? Nimekuja kugundua watu wengi wameanza kututumia sisi watumishi wa Mungu kama vile waganga wa kienyeji. Unakuta mtu anatuma hela, alafu anatuma na message, mtumishi, nimetuma hela yangu, nahitaji pia na maombi. Unakuta mtu anatuma hela, lakini labda asipoombewa anajisikia hali fulani. Mnanifuata vizuri? Yaani sio eti ya kwamba kuna watu wanaotoa na wanataka tu watamkiwe baraka kwa kile ambacho wamekitoa. Sina tatizo na watu. Lakini kuna wengine ambao wanaotoa kwa nia tu. Yaani wanadhani eti ya kwamba ile sadaka itakuchochea wewe kuwaombea. Labda hauna muda wa kuwaombea. Kwa hiyo wakikusukumia hiyo sadaka au wakitoa ile sadaka, utapata nguvu ya kuwaombea. Alafu nyinyi ambao mnaigiza Ukristo, nawaambia siku ya kiyama mtapata shida sana. Nyinyi ambao mnaigiza kutoa, nyinyi ambao mnakuwa mnaigiza eti mnamtolea Mungu, kumbe mna nia tu ya kupona, kumbe mna nia tu ya nyinyi ambao mnamtolea Mungu kiunafiki, mtapata shida sana. Ninawahakikishia mtapata shida sana. Yaani wanaanza kuweka sisi watumishi wa Mungu kama vile ni waganga. Ndugu zangu, sisi si waganga wa kienyeji. Hatuombee watu kwa sababu ya hela. Hatuombee watu kwa sababu ya sadaka. Tunaombea watu kwa sababu Mungu anataka tuwaombee. Tunawekea mikono kwa sababu Mungu anataka hivyo. Sasa tunapaswa tufikia hatua ya kuuliza, kwa nini Mungu anataka tuwawekee mikono? Kwa nini Mungu anataka tuwaombee? Hilo ndio swali nzito. Kwa nini Mungu anataka hivyo? Kwa nini Mungu anatamani akuponye? Na kuambia hiki. Sababu kubwa, Mungu ameacha anatuhakikishia na anatuhimiza tusiwe tunatoza watu pesa. Tusiwe tunaponya watu kwa sababu ya uchumi. Tusiwe tunaombea watu kwa sababu ya fedha. Sababu kubwa Mungu ametuhimiza hivyo ni kwa sababu hatamani wewe nafsi yako itupwe motoni. Hiyo ndio sababu kubwa. Yesu anatamani nafsi yako iurisi ufalme